الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين الآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Tunaendelea na mlango wa tahara katika kitabu cha Al-Mabadi al-Fiqhiyya juzu ya 4, na fasula leo ni taharatul jildi, kutaharika kwa ngozi. Taharatul jildi, kutaharika kwa ngozi, na ngozi za hapa ni ngozi za nyama wale ambao ukiwatoa nguruwe na mbwa. Anasema mtunzi, tatuhuru juludul maitati bidibaghi, zitataharika ngozi za wanyama waliokufa kwa kudibaghiwa. Tatuhuru, zitatakasika, juludul maitati, ngozi za wanyama waliokufa bidibaghi, kwa kudibaghiwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa qawli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ayyuma ihabi dubigha faqad tahura, ngozi itakapodibaghiwa kwa hakika imetaharika. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura, ngozi itakapodibaghiwa kwa hakika imetaharika. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, dibaghu juludil maitati tuhuruha, kudibaghiwa kwa ngozi za wanyama waliokufa ndio kutaharika kwake. Wa fi riwaya, na katika pokesi nyingine, idha dubigha al-ihabu faqad tahura, ngozi itakapodibaghiwa kwa hakika itakuwa imetaharika. Al-hadith. Anasema mtunzi, illa jilda al-kalbi wal-khinziri, isipokuwa ngozi ya mbwa na nguruwe. Wama tawallada minhuma, na wale waliozalikana wakitokana wawili hao, au min ahadihima, au na mmoja wawili hao. Kwa maana hiyo, al-jildul kalbi wal-khinzir, ngozi ya mbwa na nguruwe, fala yathurani, hazitahariki, liannahuma najisal aini, kwani hizo najisi ya dhati. Kwa madhehebu ya Kishafi, ngozi hizo haziwezi kusafika. Na namna ya kudibaghi ni vipi? Kudibaghi maana yake ni kusafisha ngozi. Kusafisha kwenyewe ni kuhakikisha vile vinyamanyama vile ambavyo imechuna ile ngozi havibaki. Wanaweza pengine ikatandikwa ngozi katika uwanja fulani, kivuli fulani, halafu ikapigwa pembe nne ile ngozi, halafu pale ndani yake wakamugua vitu vikali kama vile malimao, ndimo, choka, majivu vile. Kwa hivyo baada ya siku mbili tatu hivi vinyamanyama vyote vitaoza vile. Kwa hivyo patasafishwa kwa brush kwenye maji pale, na yale manyoya yatatula yote. Kwa hivyo kufanya hivyo na ambao umesafisha ngozi, na kwa maana hiyo sasa itakuwa tayari ngozi hiyo kutumia kwa ajili ya kushona mikoba, mikanda, viatu na matumizi mengine mbalimbali. Na pengine bila shaka kwa sasa hivi pengine kuna utaalamu zaidi, pengine kuna kemikali fulani pengine vikimwagiwa pale vile vinyama vinaondoka. Lakini kifupi huo ndo kudibaghiwa. Na tufahamu kwamba ni wanyama wale ambao mbwa na nguruwe ndio hawamo katika utaratibu huo. Nukta ya pili ni taharatul ardhi, kusafika kwa ardhi. Kusafika ni kutaharika kwa ardhi. Al-ardhul mutanajjisatu, ardhi iliyonajisika. Ardhi iliyonajisika, anasema mtunzi, tathuru bighamriha, itasafika kwa kuzama kwake najisi. Tathuru bighamriha, itataharika kwa kuzama kwake najisi. Idha tasharrabat an-najasata, pale ardhi hiyo itakapoifyonza ile najisi. Wa illam tatasharrab an-najasata, na iwapo ile na ardhi haikuifyonza ile najisi, yakfi sabbul ma'i alaiha, itatosha kumimina maji juu yake, wala maratan wahida, japo kwa mara moja, kwa kuzingatia kwamba kama najisi ambayo ina sura kama vile vinyesi kwanza vitaondolewa, hasa kama ni katika mazingira ya kwenye simenti sakafu pale, au katika taizi, au katika mazulia usati, bila shaka najisi itaondolewa kwanza, halafu ndio yaje maji katika namna ya kusafisha. Na hivi vitabu vingine hapa utakuta imeandikwa illam tatasharrati, na hiyo illam sio tatasharrati, ila ni tatasharrabi, ndio ilipokuja katika usahihi wa kitabu hicho. Hiyo kopi nyingine bila shaka nadhani itakuwa hapa imekosea, hiyo sio tatasharrati bali ni tatasharrabi, wallahu a'lam. Tayeb, kwa hivyo huo ulikuwa ni mlango unaohusiana na kutaharika kwa ardhi pale ambapo itakapokuwa imenajisika. Imekuja habari ambayo hadithi hiyo imepokewa na mambo mengi tu hadithi, kwamba aliingia bedui moja katika msikiti wa Mtume. Baada ya kuingia yule bedui akaenda kukojoa katika pembezoni mwa msikiti ule. Basi watu wakataka kumvamia maswahaba pale.
Mtume akasema mwacheni kama alivyo, mwacheni ile bana. Baada ya kushamaliza kukojoa, Mtume akaagizia maji, akasema sasa mwagilieni pale alipokojoa. Akaambia fa inna mabu'ithtum muyassirina, nyinyi mmepelekwa kuja kurahisisha mambo, wala mtubathu muasirina, na wala hamkuletwa hapa kuja kutia uzito wa mambo. Kwa hivyo kumaanisha kwamba ardhi ikinajisika kama hivyo, mazali najisi ambayo ile ni ya maji, basi kumwagia maji tu kazi imekwisha. Kwa hivyo kiufupi ni kwamba tathurul ardhu idha asabatha najasatu, itataharika ardhi pale ambapo imekutwa najisi, bisabbil ma'i alaiha, kwa kuminia maji juu yake. Kwa kumalizia ni kwamba sasa ikitokezea kwamba mtu mathalan, pengine hichi ni kipengele tunaongezea tu, ikitokezea kwamba mtu hajui wapi imeingia najisi, kama ni katika pale ardhi pale, au ni katika nguo, au ni katika mahali, ina maana hukumu yake mtu huyu ataosha. Kama ni nguo yote ataosha yote, na kama ni mwili ataosha wote, ili kuhakikisha kwamba ile wasiwashaka na wasiwasi wake umeondoka. Kwa vile msingi ni kwamba ataosha mwili mzima iwapo hakujua najisi imeingia sehemu gani mwili wake, na kama ni nguo ataosha nguo yote iwapo hajui ni sehemu gani ya nguo imeingia najisi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.